Mimi naitwa Reni Frida Julius Mwagama, natoka kijiji cha Mtimbila, kata ya Mtimbila. Pia ni mkulima kiongozi ambaye nimechaguliwa na chama cha wakulima wa umwagiliaji Mtimbila na Usangule. Kwa kifupi tunakiita cha waumu. Mimi nina uzoefu takribani miaka 9 katika kilimo hiki cha zao la mpunga. Kabla ya kujiunga na mradi wa IRVC, nilikuwa nalima kilimo cha holela ambacho hakifati sheria za kilimo bora, ambacho hakikuwa na tija kwenye uzalishaji. Lakini baada ya kupata mafunzo kupitia mradi, nimeweza kuboresha kipato cha shamba langu. Maana sasa na uwezo wa kupata gunia 27 kwa ekari moja zenye ujazo wa kilo 150, tofauti na awali nilikuwa napata gunia 18 kwenye kilimo ambacho kilikuwa kizingatii kanuni bora za kilimo. Na mradi huu niliufahamu kupitia chama changu cha waumu. Nilijiunga mnamo mwezi wa 6 mwaka 2024. Kupitia mradi niliwezeshwa kupata mafunzo ya kilimo bora cha zao la mpunga, lakini pia nilipewa mbegu, pembejeo za kilimo kwa maana ya mbolea na viuatilifu, pia na vifaa kinga kwa ajili ya kufundishia wengine kwenye shamba darasa. Kupitia mradi huu nimeweza kupata mabadiliko makubwa hasa kwenye zao hili la mpunga. Mabadiliko haya nimeyaona kwenye upande wa uzalishaji. Kutokana na ongezeko la uzalishaji, hata kipato kwenye familia kimeongezeka. Maana nimeweza kusomesha watoto, nimelipia ada vizuri, watoto 3 bila wasiwasi wowote. Tofauti na hapo mwanzo nilikuwa na suasua. Pia nimeweza kununua uwanja, maana sikuwahi kutarajia kama nitanunua uwanja. Mlo nao nyumbani umekuwa mzuri, yani tunakula vizuri, kutwa mara 3 watoto wanafurahia. Kama mkulima kiongozi, nimekuwa nikitoa elimu kwa vitendo kupitia shamba darasa hili. Kwa msimu wa mwaka jana niliweza kufundisha wakulima takribani 40. Kati ya hao wanafunzi 40 niliowafundisha, wanafunzi 20 wameweza kutekeleza kwa vitendo katika mashamba yao. Changamoto niliyokumbana naye kwa msimu uliopita, kwamba watu wengi wanaamini kwamba kupata mazao mengi ni ushirikina, kwamba unachukua mazao ya watu wengine. Lakini kumbe sio, kwamba kipato kunatokana na kufuata kanuni bora za kilimo. Changamoto nyingine niloipata pia, kwamba mtu unamwelekeza kuhusu mbinu ya kilimo, lakini anakuambia hapana, mbolea nayo inaharibu mashamba. Kwa hiyo watu wamekuwa wagumu kwa hilo, kwa kuamini kwamba mbolea inaharibu mashamba. Katika kulitatua hili, ninaendelea kuwaelimisha kwa vitendo kupitia shamba langu darasa, ili wajue kwamba hayo yote wanayoongea sio sahihi. Kwa upande wangu, ninaona mradi huu umeleta mabadiliko makubwa kwenye jamii yangu. Baada ya kutoa elimu kwa msimu uliopita, wakulima wengi wameitikia kwa kutumia mbegu bora na kupanda kitaalamu. Na hii ninaona itaongeza kipato na kuinua wakulima wengi kiuchumi. Katika mradi huu umeweza kuchochea upatikanaji wa ajira na fursa katika mnyororo wa thamani wa zao la mpunga. Kupitia mradi huu najivunia kutoka kuwa mkulima wa kawaida mpaka sasa ni mkulima kiongozi, kwa sababu ninaelimisha wakulima wengine kwa kupitia shamba darasa. Ninawashauri wakulima wenzangu waachane na imani hizo potofu, wafate kilimo bora cha mpunga, wafate kanuni zote za kilimo bora, na wakaribisha wakulima wenzangu kwenye shamba darasa tuweze kujifunza mbinu za kilimo bora cha mpunga chenye kuleta tija. Ningependa kushauri mradi uendelee kutoa elimu kupitia mikutano ya vijiji juu ya kilimo bora cha zao hili la mpunga na matokeo yake, ili kupunguza imani potofu iliyoko kwa wakulima.